Jua linachomoza juu ya milima ya Yerusalemu. Kamera inageukia umati mkubwa wa watu wakipeperusha matawi ya mitende. Yesu anaonekana ameketi juu ya punda akielekea mjini pole pole. Sauti za shangwe, Hosana, Hosana, ikisikika kwa mbali. Wiki moja kabla ya mateso, Yesu aliingia Yerusalemu kwa ushindi, akiwa amempanda punda. Umati ulimudu kwa furaha, wakitandaza matawi ya mitende na kushangilia Hosana kwa mwana wa Daudi. Hii ilikuwa ni tendo la kumudu kwamba yeye ndiye mfalme wa amani, kama ilivyotabiriwa na nabii Zekaria. Ndani ya wiki hiyo, Yesu alifundisha kwa bidii hekaluni, akizungumza juu ya imani, upendo na ufalme wa Mungu. Mafarisayo na Masadukayo walijaribu kumudu kwa maswali magumu, lakini Yesu alijibu kwa hekima isiyoweza kupingwa. Mateso ya Yesu yalianza usiku wa Pasaka. Katika chakula cha mwisho, Yesu alishiriki mkate na divai. Alisema, huu ni mwili wangu, hii ni damu yangu, akionyesha dhabihu yake kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Katika bustani ya Getsemani, Yesu akakabili uchungu wa kiroho. Alisali, Baba, ikiwa inawezekana, kikombe hiki kiondoke kwangu, lakini si kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Hapa alionyesha kujisalimisha kabisa kwa mapenzi ya Mungu. Lakini usiku huo huo, Yuda Iskarioti alimsaliti Yesu kwa kumbusu. Yesu alikamatwa, wanafunzi wake wakamudu, lakini yeye alikubali hatima yake kwa amani. Yesu alihukumiwa na Sanhedrini na kuhukumiwa na Pilato. Alipigwa, akachapwa na kubeba msalaba wake hadi Golgota. Taji ya miiba iliwekwa kichwani mwake na askari wakamudu. Mateso haya yalikuwa makali sana, lakini Yesu aliyavumilia kwa upendo. Saa 3 ya asubuhi, Yesu alisulubiwa. Alisema maneno haya ya mwisho, ikiwa ni pamoja na Baba, uwasamehe kwa maana hawajui wayatendayo. Saa 9 alasiri alisema imekwisha, na akakata roho. Kifo chake kilikuwa dhabihu ya kumudu dhambi za ulimwengu. Kufufuka kwa Yesu kunabadilika kuwa furaha. Lakini hadithi haikuishia hapo. Siku ya 3, Jumapili, Yesu alipofuka kutoka wafu, malaika aliwajulisha Magdalena na wanawake wengine kuwa amefufuka, hayuko hapa, na kaburi lilikuwa tupu, na Yesu alionyesha ushindi wake juu ya kifo. Yesu alionekana kwa Maria na Magdalena, wanafunzi wawili waliokuwa wakienda Emau, na wanafunzi wake waliokuwa wamejificha. Alionyesha kwamba yeye ni Mungu na kwamba alishinda kifo kabisa. Na kabla ya kupaa mbinguni, Yesu aliwapa wanafunzi wake maagizo makuu: nendeni mkahubiri Injili kwa kila mtu. Aliahidi kuwa atakuwa nao siku zote hadi mwisho wa dunia. Mateso ya Yesu Kristo na kufufuka kwake ni msingi wa imani ya Kikristo. Kupitia mateso yake alileta wokovu, na kufufuka kwake alionyesha ushindi wa maisha juu ya kifo. Hili ni tumaini letu na ukumbusho wa upendo wa Mungu usio na mipaka.
Asante kwa kutazama. Jina langu mimi